Miskiki, sasa tuongee kuhusu maisha ya South Africa. Durban. Tunafahamu kwamba Tanzania wengi sana wana kwanza Durban pakari ya. Panaitwa Durban kwa wachafu. Pakari pale pazuri sana. Pazuri. Maisha yakoje pale? You know, before nilivyoenda maisha yalikuwa very amazing, very beautiful, you know. And then each year kuna vitu fulani vinabadilika. People change, you know, economic change, everything changed. And for now nimeondoka, maisha niliyokuta na sasa tofauti. Yani nchi nzuri. Ile city Durban, everybody love Durban. I mean, bahari nzuri, wanawake wazuri. Unajua klabu za kumwaga, unataka kwenda huku zivu, unajua. Lakini maisha as a foreigner kwenye ile nchi, kazi, it's not easy. Even my mom have to work so hard for us to go to school, kutulisha, kutuvalisha, but it's not easy. Right now weacha tu. Changamoto zaidi ni nini? Changamoto zaidi ni the lifestyle. Unavyoangalia maisha huku na kule, lifestyle ya kule is more expensive. Yaani huku usioni ile expensive ile mnaosema, ile labda jua tuseme jua kali ndio maana, lakini maisha kule it's okay. That's all I can say to you. That's nashindwa jinsi ya ku explainia like maisha yako magumu. Let me put it that way, magumu. Asikudanganye mtu akasema South hivi na hivi, njoo, unajua shikaji, njoo hivi na hivi, hapana. Kwani kila mtu yani each man for himself. Tunaita ile kwa Kiswahili unisemaje? Kila mtu yani wewe kivyako, mimi kivyangu. Yani ukifika pale unachukuliwa kwa siku moja, siku pili, unaambia haya babu vipi? Mako kae tu, hamna kukaa hapa. Kuna month, every month unalipa rent mshikaji wangu. Maji yatalipwa na nani? Ama you know, umeme utalipwa na nani? So life is not easy there. It's very tough. So watu kule wakoje? Yani namna ambavyo wanaishi na kigeni. Kusema kweli, mimi sitaki kusema mabaya. Kwa sababu hata si wenyewe tuna ubaya. Unaona? Ile kila nchi unaenda kuna ubaya wake na uzuri wake. Wale yes, wana roho ile, roho yao. Lakini ni watu wazuri, unakutana na wale watu wazuri na unakutana na wale watu wabaya kabisa. Yaani tena wanatuchukia. Yaani kuna ile half. Wazuri wanakuelewa, wanaishi na sisi, na wale ambao hawataki tukae kwenye ile nchi. So basically is in between. Wazuri na wabaya, kuna wazuri na kuna wabaya. Kwa sababu siwezi nikasema wabaya hivi na kuna watu wazuri. Kuna watu wazuri wengine sana. Mimi manager yangu mimi ni Msauzi. So I can't say bad things about them because there are good people there. A lot of good people and also bad peoples. So that's what I can say. Ni msanii gani ambaye anafanya vizuri kutoka pale? Wa kiume wa kike? Wote. Upande wa kiume Nasi. Nasi ni mdava ni yule. Wewe. Mimi najua Joburg yule. Wewe. Tuna talents hizi. Unajua sasa hivi pale kumbe Zulu ile. Sasa mmoja wanasema. Mtoto mdogo tu alikuwa anachukuliwa poa. Next thing you know, bang. Bang, yani ameenda yule mtoto kaenda virus wewe. Mwingine wa kike anaitwa Ruji Mkongo yule. Demu Mkongo lakini anaishi South. Kama mimi. Kafanikiwa and she's doing very good. Like she's doing really good. Sijui sasa hivi kama ame release any song. But before niliondoka aliacha nyimbo yake inaitwa Bongo Saga. So those are the two people that actually will tell right now wako. Mbona hujamtaja Babes Walumo ambaye Babes my friend. Babes she's into deep house, Kwaito kind of thing, you know, those you know, jiva kind of tracks, you know. So me, I'm into more of a
hip hop and you know that style is dope. You know that's how we represent Durban. You know, ile style in represent Durban, but I'm not much into that. But what I love about Babes is we are jive. Hi, Babes, yeah, saluta. Salute you, my lovely lady. Salute her. But overall, she's doing really good. Okay. She's doing really good. Yeah. Kwa ule ukiangalia Durban pale kwa ukilinganisha na majiji mengine ni kitu gani ambacho Durban ina utofauti na Johannesburg, Cape Town, Pretoria kwamba hiki kiko Durban tu yani? Durban, the beach. We got the most amazing view that even Cape Town hawana. Na maji pia tunayo, Cape Town hawana. Maana mimi nimeenda Cape Town. Ile Cape Town is even more expensive than Durban. You know what I mean? But ile Cape Town yale maji unavyosikia joto ile, uingie kwenye yale maji. So iko hivi, kuna mchanga, kuna maji. Ingia maji, ukitoka so you don't even know where to go. Unaenda kwenye maji ama unakuja kwenye yani is ridiculous. But overall, Durban, we got the best beach ever. We got the best view ever. That's what I can say to you. Yeah. So tatuika sana na tattoo nyingi sana. Oh, I love tattoo, man. I'm obsessed. Unaandika nini sasa kwenye this is like my life. This is like what I'm going through. The things that I want to accomplish in life. You know, if I forget, like nikisahau why I'm here, narudi kwenye tattoo zangu naziangalia afu nasema I'm back on the track. So basically it's my storyteller about myself since day one. Yeah. Chague mbili. Kuna hii moja hapa. Remember that life is full of ups and downs. Without the downs, the ups will mean nothing. So what I'm doing right now, there's a lot of challenges that I'm facing. Na wakati mwingine nafikiria kuquit, yani give up. Lakini najiuliza give up alafu mimi nilivofikia ni kiwango hicho alafu nirudi haiwezekani. No, never. And this one here, it says no, let me choose this one. This is an angel. Lakini hapa unaona kama kuna sura ya shetani. Yani sura ya devil. So nikasema true reflection of yourself. Yes, sisi binadamu tuna ule uzuri lakini tuna also ubaya wetu ndani yake. So I don't want to let this out. Sitaki kuitoa. Yani remind myself always being humble, always to thank God. Yani uwe ule binadamu ambaye chochote unachogaiwa ukikubali. Unaona? And ile ubaya ule unajua kila mtu ana ubaya wake. Mimi mwenyewe ningitaka nautoa lakini I'm not like I don't want to be that person. I want to be humble, just like this, talk, laugh. You know, like you're joking like this, you know what I mean? I see you laughing, you know? Something like that. So yeah, so basically this is me. Yeah, it describes who I am. Unatoka ngapi kwa jumla? 21, 22. Yeah. 21, 22. Yeah, somewhere there.